Zaburi tafadhali. Naomba nifanye tu kwa haraka nisitoke hapa nimalize. Jehova niwe murithi wako, ndire kindu ingĩkĩaga. Atũmaga njarahe cieni-inĩ iria inyeki nduru, andeithagia ngurumo ya maĩ o marĩa mena ũhurũko. Nĩ kũriũkia ariũkagia ngoro yakwa, akandongoria na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Ona ingĩtuĩka ndĩrahungurĩra mũkuru wĩ ndumata ya gĩkuũ, ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe. Ndiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio ingĩtũma makũke. Ũnjarĩire metha harĩa ndĩ o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa. Nĩ ũnjitĩrĩirie maguta mũtwe, gĩkombe gĩakwa nakĩo nĩ kĩmbembaĩ. Matukũ mothe ma muoyo wakwa, wega na ũtugi itirĩ hingo itarĩ rũmanagĩrĩra na niĩ, na ngũtũũra nyũmba ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Amen. Kusoma kwa Kiswahili. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Nimepatia dada Joyce asome kwa English, please. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup, it overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Bwana asifiwe. Eti Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hakika hata mimi nimeshangaa kwa sababu jambo hili au neno hili liloko mbele zetu siku hii ya leo ni neno tumelisikia, tumehubiriwa siku nyingi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kama kumaanisha nini, dada na ndugu katika Kristo Yesu? Wakati Bwana akiwa mchungaji wako, yani mchungaji wako yeye mwenyewe, hautapungukiwa na chochote kile. Bwana asifiwe. Hautakuwa na upungufu wa chochote kile. Bwana asifiwe. Haleluya. Uhai tele, afya tele, nguvu tele. Bwana asifiwe. Uamkapo, uendapo, ulalapo, uamkapo, ulapo, afya. Bwana asifiwe. Hautapungukiwa na chochote au na kitu. Bwana asifiwe. Kwa sababu nimepata kuelewa siku hii ya leo, yeye ndio utupokeza, yeye ndio provider wetu. Bwana asifiwe. Yeye ndio utupatia. Haleluya. Na wakati hata leo dada na ndugu, mtu akikwambiaje, dada fulani au ndugu fulani, usiogope chochote hapa, mimi ndimi nitakigharamia. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Maybe unaweza enda mahali hata karibu ni uende hoteli, na labda uwe na hii hoteli ni ya bei kali sana, sivyo? Unajua mmezoea kuona ati hoteli unasema ni za wazungu. Haleluya. Hii ndio mzungu wa Kenya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si ati kusema tu wewe uweze enda pale Hilton. Bwana asifiwe. Ati huku chakula hizi kulika, you can eat anywhere. Bwana asifiwe. Sasa unaweza enda mahali, lakini waambiwe hivi, gharama yako ishagharimiwa. Bwana asifiwe. Au na worries. Bwana asifiwe. Nikipata kuelewa vema, Bwana ndiye mchungaji wangu, na mchungaji umake sure ama anahakikisha
eti kondoo wake walioko malishoni wamesimama vizuri, wamelishwa vema, wamenyweshwa vema, afya ni nzuri, nguvu wanazo. Bwana asifiwe. Ati hata kama ule mchungaji anapouza ule kondoo wake, anauza jambo ambalo liko na dhamana. Bwana asifiwe. Sio mnyama ambaye amepungukiwa. Kwa hivyo tunapojua Kristo Yesu yeye ni mchungaji mwema na ni mzuri. Bwana asifiwe. Ndiye akuongozaye, ndiye akupelekaye. Bwana asifiwe. Hakuna hutapungukiwa na kitu chochote. Bwana asifiwe. Mwandishi alijua vema ya kwamba huyu Bwana akikumbuka mahala Mungu amemtoa na mahala Mungu amemfikisha. Bwana asifiwe. Mtu urudi nyuma. Bwana asifiwe. Jana nilikuwa mahala fulani, ndugu fulani alinituma mahali nikaenda. Na nikiwa mahala pale kuna jambo ilinijia. Na hata asubuhi hiyo jambo ikanijia kupata kujua kwamba kumbe mimi ndimi Adamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninapoangalia mke wangu nyumbani, kumbe yeye ni Hawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nikikaa mezani nyumbani kwangu, wakati mwingine on Sunday sisi wali kama walevi kwetu. Bwana asifiwe. Hata mimi najua neighbors ni kama walevi. Bwana asifiwe. Huwa kumejaa. Amen. Si walevi wa pombe, watu wa sababu sio ulevi huo. Bwana asifiwe. Huwa watoto wangu tumekusanyika huko. Bwana asifiwe. Hata wengine ukiwashakuwa wangu nishakuwa barua na baba zao ni wangu. Bwana asifiwe. Tumekaa kule ni kicheko mpaka usiku. Bwana asifiwe. Na wakati mimi nakula pale, nimewaangalia wamekuja kula, nikiangalia hii umbo imetoka kwa nani? Kwa Adamu. Bwana asifiwe. Adamu na Hawa. Bwana asifiwe. Nako kuna kaadamu kingine kamekuja hapo na kawa kake. Bwana asifiwe. Na tuungo twake. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikaona, je, sisi ndio tumejifanya watu hatuelewi? Haleluya. That when I sit at my, nikikaa kwenye meza yangu tunakula hivi na jamii yangu imekaa hapa hivi, nafurahi. Bwana asifiwe. Jambo nasema thank you Lord. Bwana asifiwe. Umenipatia familia nzuri. Hakuna vita, wapigani, wainukiani, wanakula. Imagine mimi nikukasio. Sawa. Sawa. Sio. Watoto hao uko na ngapi? Wewe niambie wangapi? Hawasemaji sio? Mimi niko na debe 3. Bwana asifiwe. Na ninashukuru Mungu. Mimi usema hivi. Zamani nilikuwa nafikiria hiyo jambo naogopa sana. Lakini hebu angalia, Mungu Bwana ni mchungaji wangu. Sio? Sitapungukiwa. Nimekaa, babangu akanilea, mamangu akanilea, wakaenda zao, nikabaki. Haleluya. Sasa ni wakati wangu wa kufurahia. Sasa ninapotazama unaona kweli vile Mungu alivyosema kutoka pale mwanzo, nendeni mjaze ulimwengu. Bwana asifiwe. Na yeye aliumba kwa mikono, lakini sisi twazaa. Amen. Aliumba kwa mikono, lakini sisi twazaana. Twajaza ulimwengu katika hali ya kujaza. Na ukiangalia vile, sijapungukia kwa Adamu. Bwana asifiwe. Wakati nasema ati wewe ni binadamu. Bwana asifiwe. Mwanadamu. Si ati sababu kuna damu. Bwana asifiwe. Watu wengi wakisema sababu ni mwanadamu, wewe ni mwanadamu. Bwana asifiwe. Wewe ni mwanadamu. Adam aliyekuwa baba wa kwanza. Amen. Binadamu. Bwana asifiwe. Sasa sisi tukiangalia hivyo na kweli vile Mungu alisema ndivyo tunafanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niko na pumzi ya Mungu, na kwa sababu yeye ni mchungaji mwema, yeye pumzi ni yake amenipatia. Ameniambia nije hapa duniani eti na vyote ameweka chini ya miguu yangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana asifiwe. Haleluya. Dada, ewe ukiwa hata wewe ndio Hawa leo hii, kwa hiyo nyumba yako hautapungukiwa na kitu. Bwana asifiwe. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Haleluya.
niangaliapo, nitembeapo katika malisho ya majani mabichi unilaza. Imagine sasa umeenda pale, sio kama kuna watu walioenda City Park zamani. City Park zamani ungelienda ungekuta nyasi. Unajua najua umekuta Nairobi hapo. Mimi Nairobi imenikuta hapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni kweli, tuongeeni tu kweli. Nyinyi mmekuta Nairobi hapo na mimi nimekuta huko Nairobi na hiyo Nairobi. Sio? Zamani huko tulikuwa tunatembea City Park. Kulikuwa na Palikwina alikuwa ametembea zamani. Palikuwa na nyasi nyingine kukatwa kila siku. Green. Bwana asifiwe. Ama katika ule mchezo wa kuchezea golf, umeenda ukaona kwingine kuna kiangazi, lakini pale majani ni ya green. Bwana asifiwe. Na yameangaliwa vizuri mpaka unatamani kulala. Kuna wakati mwingine mama mhuu hapa nilikuwa namwambia mimi ningefurahia kulala si usingizi, yani hapa hivi maana nyasi yake ni soft. Si ndivyo? Nani unakumbuka siku ya harusi tulikuwa tunalala huko. Bwana asifiwe. Kitu kama kile hivi. Hiyo nyasi yani mabichi unilaza, meaning anakutekea care. Bwana asifiwe. Anatake care juu yako na mahitaji yako yote. Yeye anakulaza kando ya majani ya maji ya utulivu, huniongoza. Kwa hivyo hata pale wewe unapoenenda, unajua maji kiroho ni nini? Maji kwa kiroho ni uhuru. Bwana asifiwe. Kwa kiroho maji ni neno. Kutoka katika tumbo zetu tutabubujika maji yaliyo hai, maji ya uzima. Bwana asifiwe. Sasa anakulaza katika maji ambao ni tulivu, maneno mazuri, mambo mazuri. Hata unapo maji ni masafi, sio ya chumvi. Bwana asifiwe. We can never kutaja mambo mengi ambayo Mungu Baba ametutendea. Bwana asifiwe. Kando ya hao maji ya utulivu, hayana ile mfumo, hayana kugarikisha. Bwana asifiwe. Nikiangalia jambo hilo, naangalia Adamu na Hawa wakiwa katika bustani ya Edeni, vile walitembea tu hivi. Eti hakukuwa na kitu ya kuumiza mahala pale, nyasi walipumzika mahala pale, hakuna yule alikuwa chochote pale, hakuna mnyama alimuumiza pale, mpaka Adamu anaambiwa, wewe mwenyewe Adamu, patia hawa wanyama majina. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe mwenyewe Adamu, patia hawa wanyama majina. Anakaa. Lakini mimi kuna kitu moja unishinda. Adamu ni kama alikuwa ni Mkikuyu. Si ndio? Orodhi. Nyau. Si ndio? Wewe ulijuaje naitwa nyau? Wewe hata kama una miaka ngapi, niambie unajuaje naitwa nyau mpaka ulisikia nani akiita? Kwa hivyo kuna yule aliita mpaka kutoka zamani. Bwana asifiwe. Kwa sababu Adamu sijui kama alitumia line. Lakini vile kuna Leo Pantheras. Bwana asifiwe. Jina la kisayantisti Leo Pantheras, sivyo? But ilitoka kwa nani? Kwa Adamu. Bwana asifiwe. Na wewe ni mwanadamu au binadamu. Haleluya. Kwa hivyo kwa baba zetu lile jina lilitoka. Bwana asifiwe. Hapa tunapotazama mambo haya au neno hili la kuangalia maji matulivu, na tukiangalia vile Adamu alitembea, tunaona mtu aliyekuwa peke yake. Na kwa sababu Mungu anamjali huyu Adamu, kwa sababu Adamu aliumbwa na Mungu kwa mikono yake, na huyu ni mchungaji mwema, anakuja anaangalia Adamu asipungukiwe na kitu, na akasema, Adamu, nitakuumbia msaidizi. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka muangalie katika hiyo picha, uone Mungu hataki Adamu apungukiwe na kitu. Amen. Nitakuumbia mtu msaidizi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Adamu anasimama leo hii, anasema sitapungukiwa na kitu. Bwana asifiwe. Hapa niko na mwenzangu, nimeumbiwa na Mungu. Haleluya. Ushaona mtu wanapotembea dada na ndugu pale mabustani wakiwa watu wawili, unaona huyo Adamu na unaona Hawa, Bwana asifiwe, wakitembea amemkumbatia vizuri, wanatembea wamependana sana, si ndivyo? Ni kweli? Amen. Wamependana sana, sio? Na wanapoenda pale bustani kama huko kuitwaje kule Arboretum, City Park, kule Uhuru Park, watu wawili waliopendana, wewe unaona mbavu, unaona pale inakaa, si ndio? Mbavu haina conflict, haina vita, mtu anaenda amemshika vizuri, si ndivyo?
na maana babu ilitoka pande hiyo, si kweli? Wewe wakiongea na unaona wingu, waangalia wameshikana na ni babu yake. Bwana asifiwe. Waru, si ndio? Ukiona mtu amependa mwenzake wewe ni waru, na ni babu imekaa pale inatakiwa. Bwana asifiwe. Mbavu inakaa mahali inatakiwa. Hata siku ya harusi hivyo ndivyo hufanyika. Unaona wanapoingia mahala pale, unaona ile Adamu amekaa hapa, mbavu inaletwa polepole, sio? Amesimama mbele ya mchungaji hivi. Na unaona akianza kusikia ile wimbo, unaona hivyo, utaona Adamu hata kama hataki kuangalia na wengine ulia, si ndivyo? Manake anajua siku hii ni uponya wangu, manake mbavu yangu itarudi mahali ilikuwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anamshughulikia. Amen. Na kuna wengine ukanyagiana sengenge, nishabebea ukanyagiana sengenge, lakini ukianza kuzeeka kwani usiruke, si ndio? Si unajua hiyo style lakini kwetu haitakuwa hivyo. Bwana asifiwe. Kunihuisha nafsi yangu na kuniongoza. Haleluya. Yeye Mungu anahuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa hivyo wakati anakuja kunihuisha nafsi yangu, wakati nafifia, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Sio kwa ajili ya utukufu wangu mimi, sio kwa ajili ya utukufu wako wewe dada na ndugu. Bwana asifiwe. Because hapo ndipo tunakuja kukosea dada na ndugu. Waweza kusema tunaelewa, tunafahamu, tunajua, lakini hatujui. Haleluya. Yeye Mungu ndiye uja kuhuisha. Kwa Kikuyu inahitaji kuhuisha. Kunyokia. Unaona anarukia ngoro yako. Bwana asifiwe. Wakati gani? Wakati unafifia, sivyo? Wakati unarukia kwa nini? Kwa nini basi uje kumotisha tena? Kwa nini tena uje uinuliwe tena? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Mungu anakuhitaji wewe uliyemhitaji, naye ni msaidizi. Bwana asifiwe. Naye ni mparaji, naye ni muumba. Bwana asifiwe. Wakati ule ndugu alipotumwa katika nyumba ya mfinyanzi, aliambiwa hebu kimbia kule kwa mfinyanzi, hapo ndipo nitakapokusikizishia mambo yako yote. Na alipoingia pale, akaona vile mfinyanzi anazungusha ile gurudumu yake, anatengeza vitu vyake, na kilichoharibika alikifinyanga tena ule udongo, akaumba tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Kikombe hiki nimekiumba mimi, na bado ule udongo bado uko na unyevu, unaweza uvunja tena, sivyo? Wakati ule mfinyanzi anapotengeza na akaona chombo hiki akikwenda vile anataka, alikuwa anakivunja kwa sababu ako na nguvu na ako na uwezo wa kufanya vile. Bwana asifiwe. Na akaanza tena kufinya ule udongo tena, aanze tena umbo mwingine wa kikombe kingine, au atengeze flower vase ama sinia au chochote kile. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Huyu mchungaji ako na nguvu juu ya ule udongo. Bwana asifiwe. Ako na uweza wa kutengeza chombo chochote kile atakacho. Nawe leo hii wakati nasikia ati anakuisha nafsi yako na kukuongoza katika njia haki na kweli katika jina lake. Bwana asifiwe. Wakati ule ulimlilia Mungu, moyo wako ukiwa ni uko chini sana, haujui la kutenda, watu wamekuteleka, watu wamekuachilia, ndugu wamekutenga. Bwana asifiwe. Huna fedha, huna chochote mfukoni mwako, lakini Mungu Baba akakutazama, mkapatana, akakupata. Na siku ile alikupata, akaanza tena kukumba tena upya. Bwana asifiwe. Hiyo alihuisha nafsi yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Alihuisha nafsi yako, akaanza kuirukia tena upya, akaanza kurevamp. Bwana asifiwe. Ndiposa upate nguvu tena ya kwenda hii safari. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi Bwana wetu Yesu Kristo aliyatenda. Bwana asifiwe. Akikuta viwete, mikono imepinda, hawawezi, wamekufa, macho hawana, ni mabubu, ni viziwi. Haleluya. Na mambo mengine mengi Yesu Kristo alitenda. Hao watu aliwahuisha. Bwana asifiwe. Wengine wakimuuliza, je, Bwana nikufuate? La. Nenda ukajionyeshe kwa makuhani
kule katika kijiji, waone ya kuwa kana kwamba umepona. Haleluya. Kwa hivyo unaona amefanya nini? Katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Haki kwa ajili ya jina lake ikapatikana. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya jina lake. Ni hata usiseme mimi tumepatana na Yesu Kristo kaambia Bwana asifiwe. Lakini hebu kumbuka, Yesu Kristo alifanya mambo ambayo hayangefichika. Bwana asifiwe. Kwa sababu alihuisha watu. Nafsi zimepondeka, mioyo imepondeka, afya hakuna, ukawa na afya. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya jina lake. Amen. Ukiendelea unaona ya kwamba ati anasema na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Bwana asifiwe. Kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na figo yako yanifariji. Bwana asifiwe. Mikononi mwa Yesu kifuani pake pale mapenzi tele pumziko moyoni. Bwana asifiwe. Mwimbaji anaimba pale nini kifuani mwake Yesu. Bwana asifiwe. Mashaka hata hakuna, kuna pumziko. Bwana asifiwe. Hata nikipita katika kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Kwa nini? Sitaogopa mabaya. Hata kama kuna kifo, maandiko yameniambia jambo moja. Hata nikipita katika maji mengi haitanigarikisha. Nikipita katika moto sitachomeka, hata sitanuka moshi. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu mimi Mungu ni pamoja nawe. Bwana asifiwe. Kwani Mungu atanipitisha huko ungue? Bwana asifiwe. Je, Mungu atakupitisha katika bonde la uvuli wa mauti, iwe sasa mauti itakuvuruta? Hata leo hii dada na ndugu, tuangalie ni mangapi umepitia mambo mazito, mambo ya kuogofya, mambo unasema mimi siwezi kupitia kama haya, lakini wewe dada na ndugu umeprevail. Bwana asifiwe. Ni mengi dada na ndugu, unaweza simulia kitabu kizima, volumes na volumes, uandike vitabu. Ilifanyika hivi kwangu, ilienda hivi, lakini leo hii nimekaa hapa hivi na nini, mimi nimeokoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo bonde lako lile ulipitia la uvuli wa mauti, Bwana asifiwe, hata sio ulipita kule, hata hukuogopa. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Wewe Mungu uko pamoja nami. Bwana asifiwe. Kumbuka hata dakika hii dada na ndugu, ni wangapi wamekuendea? Ni wangapi wameshika watoto wako wakaenda kuwafanyia ramli, kuwapigia ramli? Ni wangapi wamechukua watu wako kuwapeleka katika sehemu za giza? Na ukiangalia haufi. Hata kama kuna mambo finyu yanaingia ndani ya nyumba yako, uzito fulani, wewe huko tu. Bwana asifiwe. Mungu ako pamoja nawe katika vita vyote unavyovipitia. Bwana asifiwe. Katika mabaya yote unayopitia, katika mauti yote unayopitia, Mungu Baba anakuvusha. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilikuwa nakumbushwa na Pastor Joyce akisema kuna siku dada na ndugu nilipelekwa mpaka Tanzania. Nilikuwa pale Tanzania katika hali ya si kwenda kimwili, nilienda kiroho. Bwana asifiwe. Nikaambiwa unaona hapa yale manyungu manne, hapo ndipo watoto wako wanaangaliliwa pale, hata pamoja na nyinyi katika hizo manyungu manne pale. Nikawa wa kushikwa na ghadhabu mno. Nikasema mtu asicheze watoto wangu mimi, aje anichezee mimi. Sauti ya Bwana ikaniambia hivi, sasa uko na hasira Akaniambia usiende na hasira, chukua nguvu na mamlaka yangu, nenda kwa hayo manyungu na usiangalie ndani nini iko ndani. Bomoa kwa jina langu. Bwana asifiwe. Bomoa kwa jina langu. Kwa sababu ya nini? Ukimaji manyungu ni manne. Hapa niko na Kelvin, niko na Sandra, niko na Wendy, niko na Evans. Pamoja na wewe na mke wako na wewe ama wako, hapo mnaangaliliwa. Bwana asifiwe.
Na ile miungu, wacheni mwambie dada na ndugu. Watu uchota maji, kazi yao kupatia ile miungu ile maji tu. Anajaza hii, anajaza hii, anajaza hii, anajaza hii. Kwa hivyo hata yule mwenye kufanya hayo mambo ni mtumwa. Bwana asifiwe. Ati kila saa lazima achote maji. Aweke yale manyungu, ndiposa ati Pastor Getea na watoto wake na nyumba yake iishie. Bwana asifiwe. Shame on you. Bwana asifiwe. Aibu ni kwao, maana sitaogopa. Bwana asifiwe. Haleluya. Hilo ni bonde la uvuli wa mauti. Lakini kwa Mungu yuko pamoja nami, naye gongo lake na fimbo yake vyanifariji. Haleluya. Vyanifariji na njia gani? Tuliza akili. Bwana asifiwe. Usiende na hasira. Take my power and authority. Bwana asifiwe. Kisha nenda pale kwa jina la Bwana. Amen. Na aliambia nisiangalie, lakini kwamba akajicho kangu akakosa niangalie nini. Bwana lazima niangalie nikewe. Haleluya. Nikaenda pale in the name of Jesus. Ikapasuka in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lakini ndio kishakale chekundu kiko pale. Ni kama ile maji wakati inavurugika inachanganywa na kitu kama damu. Bwana asifiwe. Wacheni niwaambie mambo ya jana. Unaona ameniambiaje? Nenda kwa nguvu na mamlaka yangu. My power and authority. Bwana asifiwe. Maandiko inakurudi hapa hivi. Unaona? Kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo lako pia nifariji. Kwa hivyo nguvu zake Mwenyezi Mungu anifariji. Bwana asifiwe. Yeye ndiye anayepigania vita. Ameniambia wacha hasira. Hasira ni vita. Bwana asifiwe. Lakini pale spiritually already amenipigania. Bwana asifiwe. Eti Mungu akakufikiria mambo mema. Wakati Mungu anasema nilikufikiria mambo mema, kuna mahali maandiko yamesema hivyo. Already Mungu ashatenda bila alifikiria kutenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Anajua wewe kama wewe unaitwa Idera ama Njoki au Jerry au nani ama nani. Bwana asifiwe. Already Mungu mahali uko anajua ile njia utapitia hata leo hii. Na kama kuna mtego atakuepusha. Bwana asifiwe. Si lazima kuambia nakuja kukuepusha. Bwana asifiwe. Sio lazima kuambia, lakini somehow somewhere katika hiyo njia zako, katika hiyo mapito yako, utakuta kwamba kuna kitu umesikia pale kimefanyika na nipitia hapo. Saa hiyo ndio nani wamekataka hapo, saa hiyo ndio wamepigwa pale. Saa hiyo ndio wewe ulikuwa pale. Bwana asifiwe. Lakini unasikia saa hiyo kiambiwa ndio umepita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo gongo lake na fimbo yake vinakufariji. Wakati wa majonzi anakufariji, wakati unasagameno anakufariji, wakati kama kuna tabu nyingi inakuzingira anakufariji. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati unasikia kuna jambo ambalo mwenyewe hauwezi, yeye mwenyewe Mungu Baba aweza. Bwana asifiwe. As long as na wewe mwenyewe ujiachilie kwake wholly wote. Bwana asifiwe. Umwambie Mungu Baba, nimesarenda kwako leo hii. Bwana asifiwe. Wewe uliza, wale ndio tumeenda nao katika huduma. Pastor Joyce, dada Grace hapo na wengine hata mama Karisa lakini hayuko pale leo hii. Bwana asifiwe. Na wengi. Mimi nilikuwa nimeshaambia tushaomba. Mimi gari yake wanaite. Mimi si gani. Sorry na gani. Bwana asifiwe. Hiyo gari unasikia wanaanza kusema wananyamaza. Walikuwa na peperepe ndani ya gari. Kidogo wasio wamenyamaza. Sasa mtu anaanza kuangalia speedometer. Haya, na mtu anajibu, haya kwani nenda 140? Yes, ni swali ya kutoka tunaenda 140, sio? Aidha lipungue. Bwana asifiwe. Na tunaenda kwa sababu sikimbii hawa waliogope bila ya kuendesha gari ama mahili wangu. Mimi naenda niende katumikie Mungu Baba kule naenda kisha nirejee nyumbani. Bwana asifiwe. Na huko kote tumeenda na hao dada ni hali ya kutumia maboti. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni magoti, ilikuwa ni safari ile tunaomba mpaka Mwenyezi Mungu anatenda. Jana tulikuwa na Sandra nyumbani na mama yake. Tulikuwa tunakumbuka vile tulikuwa tunaomba mpaka moshi unajaa kwa nyumba. Bwana asifiwe. Mungu Baba anaonekana, si ati hadi you guys. Sijui Biblia mko. Bwana asifiwe. Tunaomba Mungu anashuka there and there. Hapo. Moshi unajaa kwa nyumba ya muonani na unaanza kupaa hivi kiangalia. Bwana asifiwe. Oljorok.
mbele ya umati wa Ujororoko. Hivyo ndivyo ilifanyika mbele zangu na watu wengine. Haleluya. Nawe ni nini? Unatoa mwili wako uwe dhabihu ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Mahali niangukapo si hapo ndio nakaa. Naamka na kikumucha mavumbi naelekea safari. Bwana asifiwe. Namwita Mungu, Mungu wangu, andamana pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu hatafanya uone mabaya. Mabaya utayaona ndugu na dada. Lakini hayo si ya kutoka katika wema wa Mungu. Bwana asifiwe. Mungu yu pamoja nasi. Mungu hutuongoza. Mungu hutupeleka. Bwana asifiwe. Na anafanya maajabu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo lote linapokuja, kama vile mlisimuliwa wakati mmoja hapa na Pastor Joy. Yes, hata kama ni mtoto wa kiroho lakini shetani kimetokea na kinenea kinaenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Kila kitu inakuja na inenea na inaenda. Naonyeshwa mambo mengi, lakini yale mimi hanikumbi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na unapewa spirit na Mungu kiomba. Na ningependa dada sana na ndugu, hebu ombeni Mungu sana apatie roho wa utambuzi. Bwana asifiwe. Kwa Kikuyu Joyce, roho wa utambuzi. Ngoja tuwe Hapo duduri. roho wa Maro. Ati Ududuri ya maro. roho wa kudhuri ya maroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Roho wa kutambua maroho. Bwana asifiwe. Haleluya. Si ati unajua unaenda kuangalia mtu tu hivi unajua mambo yale yako ndani yake na kuletea mshene tu. Bwana asifiwe. Unatambua, omba Mungu akupatie. Hiyo ni kipawa. Bwana asifiwe. Na kwa sababu Mungu anakujali, anakujalia mema, kwa hivyo anakupatia hiyo spirit ya kuweza kutambua, roho ya utambuzi, discerning spirit. Bwana asifiwe. Discerning spirit anakupatia. Sio roho tu, yani ati roho tu. Ombeni na Mungu atawapokeza. Bwana asifiwe. Na ukiwa hivyo Mungu ako pamoja nawe. Anasema hivi: waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Look how our Father is loving. Anaandaa meza mbele zako. Ni meza gani hii inaandaliwa? Sio nyama na chai, sio vinywaji, sio mapochopocho, hakuna. Bwana asifiwe. Sio hayo. Ni mambo mengine mema zaidi anaandaa mbele zako. Ikakuwa kama meza. Hata hapo mahali ulikuwa ukosefu, Mungu Baba anakuandalia. Na hii meza anaandaa machoni pa watesi wako. Wale watu wamekuwa kingangana na wewe. Wale watu wakikuwa kusema huyu dada au ndugu hata faulu. Ule kusema watoto wao mama, watoto wao ndugu hawataenda kule hata kama wamesoma namna gani. Hawaendi. Watakuwa machokora, watakuwa walevi, watakuwa watu wa mabangi. Bwana asifiwe. Na unakuta kuna familia hata ukiingia kwao ulizwe ni nini nakula hawa watu, na si ugonjwa, ni kama wagonjwa. Ni kweli? Kuna watu ni kama wagonjwa, sio wagonjwa. Hata mgeni akija, habari nzuri. Kuna kitu kinaogofya. Kuna jambo maana pale. Huyo roho wa utambuzi atakupatia mara moja ujue ni spirit gani inaoperate katika mahali hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe ushaenda mahali ukakuta wale watu wamebetwa na kaka kuitwa nini? Boroti. Bwana asifiwe. Atoka boroti. Na kila saa utatuzigara tunatofia na hivi hata Mungu wao. Na nakatokana nuka, unajua? Kibiriti. Leo utani sigara. Kibiriti. Akiwakishua unaona karibu achomeke ndevu. Anakavuta. Na kazi yake ni kuona Wanderi amepita. Wanderi akitana gari yake anaona Wanderi huyo. Na hakosei na anajua namba za gari. Huyo amepita. Mama nani amekuja, haya. Hata niliona nani sijamwona siku nyingi na amekuja, nimeona Irongo ameshapika kwa, na wewe hauna, wewe ndani yako hata una fikira na hata umwazi. Lakini watu kama hao wako na kila siku yuko Mboroti. Si kweli? Na kale kasigara katu hivi anazima.
katika saa zingine. Bwana asifiwe. Lakini muulize maneno ya mtaa atakwambia. Bwana asifiwe. Akienda nyumbani kazi ya kuzubaa. Hujui ni nini inaendelea huko. Dada na ndugu, hebu tuamkeni kulinda vile tuliomba asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Tuamke kutoka hiyo stupa. Tuamke kutoka kulala huko. Mungu Baba anasema anaandaa meza mbele yako machoni pa watesi wako. Ndiposa wale wanaong'ang'ana na wewe watesi wako, wale wanakushika kama mateka usiku hata kama hujui, waone Mungu ametenda. Na mimi waambia hivi, hautanunua TV. Hautanunua TV ati wewe uko na DStv leo hii ukose kuweka dish yake pale tu. Bwana asifiwe. Ama leo hii naambia Bwana kwa ndio siku yako leo kushikilia dish sisi tuone. Ikifika usiku unaondoa sababu itaibiwa. Bwana asifiwe. Sauti ni ile ile. Kama zamani watu watembea na simu, ati ukiongea na simu unaongea ati hivi, bado kuna watu wengi. Sababu unajua mara moja itaenda. Bwana asifiwe. Siku hizi naona hata wasichana wanatembea wameshika hivi, si ndio? Angalia. Na wako na mifuko hivi. Si ndio? Sijui kama ni kucha ziono ama nini. Na ako na mfuko lakini hapo kidogo anakipenda hivi. Nilikuwa na hakika imekuwa ngoja ni mera si ndio yule anapatikana kimbia. Si kama ameibiwa, si ndio yule maana kwa siri ya Mungu. Bwana asifiwe. Ingine itakuja, si ndio kweli? Haleluya. Si wanajua. Haleluya. Bwana asifiwe. Acha tufurahie leo hii. Anapoandaa hiyo meza ya wema wake, meza ya fadhili zake, meza ya huruma zake, Bwana asifiwe, meza ya upendo wake aliyokupenda nao, Bwana asifiwe, yote aniweka mbele ya watesi wako. Na nini anafanya tena? Amenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimekupatia hiyo ndio meza ya Bwana. Bwana asifiwe. Meza ya wema wa Bwana, fadhili za Bwana, neema yake anaongezea. Bwana asifiwe. Yote watesi wako wakiangalia hivi, na hata kufanya hivyo usiku, hata kufanya mchana, ndio adui zako wote watesi wako wakiangalia. Haya. Kwani nani alikuwa anaishi? Kuna mmoja aliuliza Sandra, ulifanya nini? Nilifanya graduation. Wacha. Lini? Anauliza Sandra. Ati lini? No, alimuuliza Joyce. Ati uligraduate aje? Na alikuwa amekuwa na kazi na tunajua si alikuwa amekaza. Bwana aliniletea usiku. Bwana asifiwe. Si muulizi. Anasikia umegraduate. Bwana asifiwe. Hakuacha wewe wakili. Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo meza imeandaliwa. Bwana asifiwe. Mbele ya macho yako. Bwana asifiwe. Bwana alikuwa hana kazi. Leo hii Bwana amefunguliwa kazi. Leo hii kwako umejenga nyumba. Hiyo sio meza umekuandalia? Na kwani nyumba unaweza kuficha? Hautaficha. Bwana asifiwe. Lakini zamani akipita hapo, akipita hapo kwako na akiona nyumba yako hiyo akamabati. Oi, maji ni wewe. Unajua bila tutembea. Bwana asifiwe. Lakini after a month or so, Mungu atakupata na chizo kwako zinalia ngili mpaka wengine wanaanza kukwambia unapita mpaka wewe ndio hujapita, ni kivuli cha nyumba. Bwana asifiwe. Pakeni kuishi hata na Mungu. Mimi nimeacha mahali pa kuogopa. Bwana asifiwe. Nimeacha mahali pa kuogopa, brothers and sisters in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni meza naandaa. Bwana asifiwe. Tulienda mahali kuhubiri. Dada wakaingia katika nyumba fulani, sio watajua ni wapi. Watu wakabaki. Akasema kwa Kikuyu, kaingo maisha ile kainde shika yake. Kainde koma wapi? Kishi koma, ishi hodie. Sasa hivi sisi tunakatwa. Bwana asifiwe. Kainde ile koma wapi? Na wanacheka sasa hiyo. Pita tumejionea mambo. Tumedhihaki. Bwana asifiwe. Na tumeenda na kina dada wa kanisa. Mimi ndio nikiongea kuna wale wanajua kule tukienda. Kaile koma bushi. Komi. Bwana.
siku hiyo nilimeza mate. Sababu niliambia wanawake wa ndani, mimi sitakia chumbani na mwanamke mwenzao, mimi nikabaki nje. Bwana asifiwe. Lakini zilienda ama zikwenda? Zilienda. Mwanaume wa nyumba akasimama. Bwana asifiwe. Mwanaume wa nyumba ambaye kazi ilikuwa inaenda inafifia na inaharibika akasimama. Bwana asifiwe. Baadaye huyo mwenye kusema nilikombirwa dada mmoja mkahaye mwa maito. Siendi. Uliza, nikisema siendi si kwenda. Jaka si kwenda. Ilikata. Uliza, siendi. Oye baba nani siendi. Huyo mama aliyesema nilikombirwa na kuomona ni kwake. Bwana asifiwe. Alipata tubakishe kidogo, si ndio? Amen. Lakini hazikubaki. Akasema tukaombee brother yake Samuel. Nikasema siendi. Niendeni. Ulimuombea sio? Alipona? Hata atia shosho wako na Bwana asifiwe. Shosho watoto si shosho, ni shosho watoto wa huko. Bwana asifiwe. Hiyo yote Bwana anaandaa meza. Haleluya. Leo hii dada na ndugu, wacheni tumuombe Mwenyezi Mungu wema wake, fadhili zake, neema yake na upendo wake Bwana uwe juu ya meza yako kila siku. Bwana asifiwe. Ndio adui zako wakitazama najua kweli kule Mungu yupo. Kweli Mungu wa fulani ni Mungu. Kweli na alipookoka Mungu naye akamuinua. Bwana asifiwe. Haleluya. Na akupake mafuta kichwani pako na kikombe chako kifurike cha mafuta. Bwana asifiwe. Wakati wanafanya hivyo mbele ya adui zako, ndiposa wajue yeye ni Mungu aishie. Bwana asifiwe. Haleluya. Nilikumbuka kuna siku dada na ndugu wapendwa, miaka imepita lakini kidogo. Sisemi napenda kula sana. Bwana asifiwe. Lakini chakula ni cha tumbo na tumbo ni ya chakula. Niliachwa mahali hapo nimesimama tu na my friends. Wengine walikuwa wanakuja kulala kwetu mimi na Joyce. Bwana asifiwe. Wengine ni brother zangu. Walikuwa kama watano hivi, nikaja nikalanda hapo, nikasikia wamekaa kidogo. Mmoja akasema hebu mimi naenda kuangalia Kilonzo, pesa wako na pesa zangu. Akafikiria mimi ni fala, sijui Kilonzo ni nini. Ni kilo ya nyama. Kilonzo ni kilo ya nyama. Hiyo ndio unacheza. Bwana asifiwe. Wacha kali Kilonzo pale. Sasa ukisikia Kilonzo utafikiri Kilonzo mtu, sivyo? Lakini ni nyama. Kilo. Bwana asifiwe. Wakachanganya ndimi zao pale. Brother wangu nao wakasema sijui wanaenda wapi. Huyu wakasema sijui wanaenda wapi, wakatawanyika kila mmoja wao. Lakini niwaambie kitu. Roho ya utambuzi. Bwana asifiwe. Nikajua kule wanaenda. Mimi nikaona mama, kamsalimia mama, nikakaa hapo kidogo, tukaongea story akasema au brother zako hapo ndio wanakuta. Lakini wameenda hivi na mwingine hivi, wengine wameenda kuona Kilonzo. Bwana asifiwe. Nami nikajiuliza, nikakaa kidogo kwa baadhi. Hebu madini check nani hapa na kama. Nikaenda dukani. Nikakuta watu kwa butchery. Nyama sasa hivi imewekelewa mezani inakatakatwa. Hivi na ugali na kachumbari. Wakaniona wakaona hivi. Si karibu akasema Bwana asifiwe. Simuliona mimi siwezi kupima Kilonzo, sio? Nikaenda hapo kwa butchery, nikapima Kilonzo yangu, nikakaa mahali na ikaiva nikaletewa. Bwana asifiwe. Lakini hawange karibia, na ni brother zangu wengine tumezaliwa kutoka tumbo moja na wao. Bwana asifiwe. Na hiyo sio mara ya kwanza. Akija kwangu nikimwona hivyo, sababu najua kile nilifanya. Nampa nyama anakula, anakapika. Kula. Eat. Nataka nikulie nini? Taska, kunywa. Nataka nini? Kunywa. Hata sasa amalize. Kevin neno lete. Neno lete ukikanga hapo wakule washibe. Bwana asifiwe. Nionyeshe hiyo sio namna na sio jinsi. Bwana asifiwe. Manake Mungu ameniandalia meza. Bwana asifiwe. Meza kwanza ya ukarimu. Amen. Haleluya. Mkitaka kubarikiwa, ati mkono ule unaopeana ndiye upokea zaidi kuliko ule unapokea. Bwana asifiwe. Haleluya.
kikombe chako kitafurika cha baraka za Mwenyezi Mungu mpaka kitiririke. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Bwana asifiwe. It is not I'm for sure. Hakika I'm sure wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana asifiwe. Hakika when it is known, ni kitu ambacho ni hakika, ni hakiki. Bwana asifiwe. Wema na fadhili zake zitanifuata, kwa sababu that is a part of my meza. Bwana asifiwe. Hiyo ni part ya meza yangu. Haleluya. Hiyo ni part ya meza yangu ile ameniandalia. Hiyo ni part ama ni sehemu ya kile ananiandalia. Wema na fadhili zitanifuata, si za mtu, za Mungu Baba. Kila nienda wema na fadhili zake zinanifuata. Bwana asifiwe. Wema na fadhili zake. Paulo akaambiwa neema yangu ya kutosha. Sio huo Mungu unasema huko katika mguu wako mahali fulani. Bwana asifiwe. Neema yangu ya kutosha. Nami ni nini nasema? Wema na fadhili zitanifuata. Nawe wema na fadhili zikufuate leo hii. Bwana asifiwe. Na sio siku moja, siku zote za maisha zetu. Bwana asifiwe. Nasi tutakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Bwana asifiwe. Nasi tukae ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ukitaka fadhili zako zikatike, wewe toka nje ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na hapo zinakatika. Utakuwa hakika unaona. Unajua kuna wakati mwingine dada na ndugu, mtu unaangalia, mbona hili jambo linafanyika? Mbona ninapata pesa nyingi lakini unakuta pesa zako ni hospitali? Mbona unapata pesa nyingi hivi lakini sio wewe unakula, inakula na watu wengine? Ushajiuliza dada na ndugu? Au unaona hakuna kitu nimefanya? Kile unafanya hakileti faida. Ushaona hiyo? Unaona hakuna faida na umetoa jasho. Hallelujah. That is a question to be answered, ama to be asked. Hiyo ni swala lazima ujiulize, na kisha upitie mkutano wako mwenyewe ndio kujijibu. Bwana asifiwe. Ujue kuna mahala sijatenda. Wema na fadhili hazinifuati. Kwa Kikuyu nasemaje? Wema na fadhili. Weka na utugi ama? Weka na utugi hiko italero maana gerana. Weka na utugi. Bwana asifiwe. Ati hakuna siku zitafuatana na wewe. Bwana asifiwe. Na hakika kuwa na wema wa Bwana na utugi wake, dada na ndugu, wewe umeshinda hata marais. Bwana asifiwe. Anakutazama zaidi ya marais. Amen. Sababu Mungu hatajaibisha. Bwana asifiwe. Hatajaibisha. Bwana asifiwe. Kuna siku nilimwambia hivi dada na ndugu, usiku na niko na mimi na mke wangu, na ni ndani ya basi. Watu wanaomba tupiti hapa Kariakoo na watu wanashuka. Mimi na Joyce nakwambia hapana, wewe tukae. Conductor anaambia dereva, wewe twende tu. Tukifika pale barabara ile itoje pale, watu wanasema total ile traffic inasimama hapo hivi. Basi inapita hapa, inapita pale hivi, watu washuke hapa. Watu wengine wanashuka, wengine wengine. Tutapindukia hapa. Watu wanasema nini? Hapo tisi ndio mwisho. Tutapindukia pale. Pale imani tutapindukia hapo. Sisi tumekaa tu. Conductor akasemaje? Tuelekee hapa hizo. Akama ameshikaniaka kwa KBS. Aliuliza kwa nini watu mko na nini? Nyinyi mko na Mungu. Bwana asifiwe. Hakika nyinyi mko na nani? Mko na Mungu. Nimejaribu kuwatoa hamtoi. Bwana asifiwe. Hapa ni uongo Joyce. Usiku. Bwana asifiwe. Usiku. Anajaribu, anasema mwisho na watu wanatoka. Hapo anafanya peleka gari mbele. Peleka kwa kasi pale imani. Unapajua karibu na Taska. Atuo mzunguko ndio irudi iende speed ya dola maka Lubangi. Tuko tu. Dereva.
Hapana, peleka paka Kenya Archives. Basi paka pale. Kondakta akauliza, kwani watu nyinyi mko na nini? Nyinyi mko na Mungu nyinyi. Mko na Mungu nyinyi. Bwana asifiwe. Hatukuongea. Kaambia yes. Ndugu umesema. Ala, na tukishuka dereva simama mpaka washuke bwana. Ala, malkia na king. Bwana asifiwe. Kaambia asante. Nyinyi kuna kitu. Bwana asifiwe. Wacheni walimwengu wawashuhudie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hizo ni wema na fadhila. Zikufuate siku zote maisha yako. Nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Bwana asifiwe. Baadhi tu ya ushuhuda kidogo tu, lakini wajenga. Bwana asifiwe. Wakati neema ya Mungu na wema wake uko ndani yako. Bwana asifiwe. Mimi nitaomba Mungu Baba awatendee mambo mema na makubwa na zaidi ya yote. Bwana asifiwe. Na ili hakika mahala tuliko leo hii, tunapokutana next week, wacha iwe tunasema mambo mengine makubwa. Amen. Bwana asifiwe. Na vikombe viende vifurike na wema na fadhili zake. Hallelujah. Dada na ndugu, tusiseme tu hivyo, ni kupokea, ni kuadat jambo hilo. Bwana asifiwe. Na upitishe moyoni mwako, hivi ndivyo itakavyokaa kwangu. Bwana asifiwe. Yes. Nishamwambia Mungu Baba mimi hapana. Mimi Mungu Baba sitaki. Mimi najua uko hapa. I challenge you my God. Mimi najua wewe uko. Na unanitesa tu kiuno unanitesa. Mimi najua uko huko ndani ya nyumba huko. Waacha nikutwe usiku kama nimelala. Waacha nikutwe usiku. Bwana asifiwe. Waacha nikutwe usiku. Akamtuka kwa na kama jamaa kajua kadogo. Mama amepeleka ujumbe. Mimi nimebaki na mtoto wangu akiwa mdogo. Wengine wako kila mtu bedroom zake kule. Bwana asifiwe. Kevin amelala zake Nairobi. Bwana asifiwe. I challenge my God. Mungu najua uko huko. Na unajua mimi nateseka. Na mimi nafanyia kazi Mungu Baba. Wewe jitokezee, wewe tokea Mungu. Wewe yes, tokea Baba. I know you are here na sasa unanisikia. Wacha ifike usiku wa manane watu wamelala. Bwana asifiwe. Nilisikia kama kakamkazaliwa kadogo. Lakini mimi kama sijali. Nyumba ikaanza kulia sasa. Jiwe. Kikapu ilikuwa mahala pale kwa nguo. Stima zikadimu. Bwana asifiwe. Stima zikadimu. Nikafanya curtain hivi. Barabara stima ni mwangaza. Lakini kwenye mbavu zimedimu. Hakuna kitu nafanya nasikia tu. Mimi moyoni mara mmoja nikagutuka. I know ameascend. Ameshuka. Nilienda kwa kona kama kule. Nikajaribu kuomba, nikaanza sasa kuongea kwa lugha. Huyo kwa mdomo akaniza, "Dadi, ikisha." Mara moja tukaanza kutetemeka kule. Huyo aliingia ndani ya t-shirt hapa kama kangaruka, watu wa kitu hapo. Mtoto. Mimi na mtoto wangu tulienda kwa kona, ati ndio akija sasa kwa kona kama ile niangalie sasa. Kuna kitu cha toka. Najua Mungu si ameweza kutokea mahali popote. Kajua sasa mimi ndio jinga la Mungu. Bwana asifiwe. Akaja akangoja niongee. Batonya lia hata neno. Nikatetemeka. Nikaomba our Father tu. Our Father. Siwezi kupigia. Our Father. Nikarudi nikasikia anaenda tena nasikia. Bila naenda stima inarudi. Na nikajua akamtukangu kako hapa ndani. Na imagine Evans alipotoka akasemaje? Ameenda. Ameenda. Tangi kadia mara moja huko ya maji. Tangi kubwa huko Mgoya ya magala nyingi ilitoboka usiku huo. Kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. I challenge my God. Bwana asifiwe. Si kwa njia mbaya ndugu na dada. Ni kwa sababu mnapotoka hapa leo hii Mungu aende awapokeze. Turudi hapa na stori zingine mpya.
Bwana asifiwe. Turudi hapa na story zingine mpya. Me I challenge my God twice. Nikamwambia mimi sitaongoza watu mama, mimi sitaenda kuhubiria watu wa shida. Akatuma dada ameingia mekali na mwanamume mwingine. Nikabeba kama askari amenibeba huko. Mbele ya nyumba zetu tulikuwa tunaishi kwa Wahindi. Naambia acha nikanyage chini basi niende twende polepole. Na ni challenge mimi na sitaenda kuhubiria watu. Mungu baba hata watu tunahubiria nini? Mimi ninakula na hawakuli. Bwana sifiwe. Kwa hivyo dada, wangelipa nyumba. Nikasema basi Mungu yenu kwa baba. Wewe waende wahubirie. Ilipelekwa moja kwa moja. Na mwenye kunibeba chini huyu. Bwana sifiwe. Na kamkono tena ni hii kazi barabarani. Na umechunza niweke chini. Niweke chini. Unavile uneko hivi unaangalia. Yeye hata haya sio yeye. Poka. Mimi nikopoka na baraka. Bwana sifiwe. Kuna lazima na ndugu zangu. Usije ukachukuliwa na Mungu nyumbani kwako. Kutana na Mungu katika nyumba yako. Amen. Mungu awapende na kutendea mambo mema. Hallelujah. Jina Yesu wewe si